huu wa kuigawagawa mnatengeneza chance ya kufuta msivyovitaka na kudhihirisha mnavyovitaka. Mnadhihirisha baadhi ya vitu vya Taurati na mnaficha vingine vingi, vinapotea. Kwa hiyo mengine mnayakubali, mnayanukuu kwenye hizo karatasi. Msio yakubali yanapotea kiaina, yanakuwa hayaeleweki. Wa ulimtum, na nyinyi mmefundishwa kupitia hiyo Taurati, ma lam taalamu, mambo ambayo kabla ya kuja mtume na kupewa hicho kitabu hamkuwa mkiyajua. Antum, nyinyi, wala abaukum, wala baba zenu. Kwa hiyo kwa kupitia wahi anaopewa mtume, ndio watu wanaopokea wahi kupitia mtume wao wanaeleweshwa mengi. Wa ulimtum, mumefundishwa, ma lam taalamu, ambayo nyinyi hamkuwa mkiyajua. Antum, nyinyi, wala abaukum, wala baba zenu waliotangulia. Hicho kitabu kakiteremsha nani? Ndo hoja. Kulillahu, waambie hicho kateremsha Allah na kamteremshia mtume wake Musa. Thumma dharhum fi khawdihim yal'abun, alafu waache kwenye upuuzi wao wacheze. Ilivyomalizia aya thumma dharhum fi khawdihim yal'abun, ni kama tulivyosomeshwa kwenye aya 68 huko nyuma. Wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina, utakapowaona watu wanafanya khawd kwenye aya zetu, wanazikejeli, wanazidharau, hawazipi heshima yake, fa'arid anhum, ondoka walikoachana nao, hata yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka waingie kwenye maongezi mengine. Wa imma yunsiyannaka shaitan, na ikiwa uko kwenye kikao kama hicho, umekaa na watu kama hao wanafanya dharau kwenye aya, na shetani akakusahaulisha kuchukua hatua uliofundishwa. Kama shetani akakusahaulisha, fala taqud ba'da dhikra, utakapokumbuka tu usiendelee kukaa kwenye kikao kama hicho, ma'al qaumi dhalimin, pamoja na watu madhalim. Kwa hiyo tuondokee kwenye hiyo aya 90 nyuma hapo, alafu tuunganishe na ya 91 kama itakavyomkinika kwenye wakati wetu. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kusoma kwa jina la Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladhina hada Allahu, hao tuliowataja ndio watu ambao Allah kawaongoza, waliletewa mwongozo wakaishi kwa kutumia mwongozo huo. Kwa hiyo ndio wanaambiwa hawa wameongozwa na wakaongoka, kwa sababu walikuwa na mwongozo wanaotumia. Fabihudahu muqtadi, kwa hiyo na wewe Muhammad na watu wako iga mwongozo wao, iga uongofu waliokuwa nao, vile walivyopita na wewe pita hivyo hivyo. Qul la as'alukum alayhi ajra, na waambie watu wako mimi kwenye dini ninayohubiri sikutakini kiingilio, sikutakini malipo. Hamna malipo kuja kwenye dini. Sije mkasema kisingizio ni ngumu kukubali dini ile kwa sababu masharti ya kujiunga tu, pesa za kadi na nini, hamna kadi wala gharama yoyote. La as'alukum alayhi ajra, sijakutakini ujira kwa kuingia kwenye dini ya kumwabudu Allah. In huwa illa dhikra lil alamin. Haya yote ni mawaidha, ni ukumbusho kwa walimwengu. Qul la as'alukum alayhi ajra,
yani qul ya Muhammadun, sema ewe Muhammad, liqaumika, waambie watu wako, sema uambie watu wako, la as'alukum ala tablighi alqur'ani, sijakuombeni, sijakutakeni kwenye kazi yangu ya kufikisha kwenu Qur'ani, shay'an, sijakutakeni chochote, sijakuombeni chochote, min al-ajri, katika malipo, wal mali, au mali, kwamba toa dhahabu kiasi fulani ujiunge na mimi, sijafanya hicho. Kipi kinakuwa ni ugumu kwenu kufuata, kukubali? In huwa, haikuwa hii Qur'ani, illa dhikra lilalamin, isipokuwa nimepewa Qur'ani hii ni wasomee nyinyi, iwe ni mawaidha kwa walimwengu, wawaidhike. Ma hadha alqur'anu illa 'izatun wa tadhkirun li jami'il khalqi, haikuwa hii Qur'ani isipokuwa ni mawaidha na ni ukumbusho kwa watu wote. Wako wapi, wanatoka wapi, wanakwenda wapi, wanahitajiwa wafanyeje, Qur'ani ndio inawaelekeza watu. Ni wasafiri wenye safari ndefu, ina vikwazo vingi, salama yao wanapokwenda itapatikana wakijali muongozo wa hichi kitabu. Mimi ni nani, natoka wapi, kwa nini niko hapa, lengo gani la kuletwa hapa, nikitoka hapa naenda wapi, kunahitajika matayarisho gani? Qur'ani ndio inakuelekeza. Ukiishi tofauti na Qur'ani huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo kaambiwa awaambie hivyo watu, qul, waambie, la as'alukum alayhi ajra, sijui kuna ugumu gani wa nyinyi kusilimu, kukubaliana na Mola wenu, wakati mimi nilotumwa ni kulinganieni hilo, sijakuulizeni malipo, sijakutakeni malipo. Kikwazo ni nini? In huwa illa dhikra lilalamin, hii Qur'ani haikuwa zaidi ya kuwa ni makumbusho, ukumbusho, mawaidha kwa walimwengu. Ma hadha alqur'anu, haikuwa hii Qur'ani illa 'izatun wa tadhkirun, isipokuwa ni mawaidha na ni ukumbusho, li jami'il khalqi, kwa watu wote. Watu wote wanapaswa wajifahamu kuwa ni viumbe, wamfahamu muumba wao, na wakimfahamu muumba wao na wakakiri kuwa wao ni viumbe walioumbwa na muumba huyo, lazima wawe na mahusiano mazuri naye. Ndio ibada, maisha ya ibada. Aya yetu ya 91 inasema, wama qadarullaha haqqa qadri, hawakumpa Allah heshima anayostahili kupewa au cheo anachofaa kupewa. Ma arafu Allah haqqa ma'rifatihi, hawa watu hawamjui Allah anavyopaswa kujulikanwa. Wala azamuhu, wala hawajamtukuza haqqa ta'zimihi, anavyostahili kutukuzwa. Wamemdharau sana, hawajamweka kwenye cheo anachostahili kuwekwa. Idh qalu, pale waliposema, ma anzalallahu ala basharin min shay, hajateremsha Allah kwa mwanadamu chochote. Na imekuja kwa nakira hivyo hivyo, ala basharin min shay, hajateremsha kwa mtu yoyote chochote. Kwa hivyo yote atakayesema mtume, atakayesema maneno ya kitabu hichi ni ya Mungu, ni wahi, muongo kwa maneno yao, kwa sababu Allah hajateremsha chochote kwa binadamu yoyote. Allah anasema hawakutenda haki kwa kusema maneno hayo, hawakuijua heshima ya Allah waliposema maneno hayo, hawakumuadhimisha Allah alivyopaswa kuadhimishwa. Qul, sema ewe Muhammad, man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa, kama Allah hajateremsha kwa mtu yoyote chochote, nani aliyeteremsha kitabu alichokuja nacho Musa kwenu?
Sheikh ametuwekea sababu ya kushuka aya hii. Sababu ya kushuka aya hii akapewa mtume, ma qadarullah haqa qadri, hawakumpa Allah cheo anachostahiki na hawakumheshimu heshima anayostahiki kuheshimiwa. Am Sa'id ibn Jubair, imesimliwa hadithi na Sa'id ibn Jubair, amesema Sa'id ibn Jubair, anna Malik ibn As-Sayf, kuna mtu mmoja anaitwa Malik ibn As-Sayf min al-Yahudi, huyu ni katika Mayahudi. Myahudi huyu jaa yukhasimu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kaja kugombana kuzozana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Maana ndo tabia yao, hikdi tu, fujo tu. Kaacha yake kamfata mtume, kaja kufungua mjadala, maneno mabaya mabaya. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akamwambia huyo Malik ibn Sayf, anshuduka billadhi anzala at-Taurat, ninakuapia kwa yule aliyeteremsha Taurati na kampeleka kwenye Taurati, kwa sababu Qur'ani ndo haiamini na Muhammad hamtambui kuwa mtume. Kwa hiyo akampeleka kwenye kitu anachokiamini, anachokiheshimu. Na yeye mtume sallallahu alayhi wasallam kafundishwa asimtenge yoyote katika mitume waliotumwa na Allah, na asikikatae chochote katika vilivyoteremshwa na Allah. Kwa hiyo mtume anaijua Taurati, Injili, Zaburi na vitabu vilivyokuja kabla ya hapo, na anawatambua na kuwaheshimu mitume wote waliokuja kwenye zama mbalimbali. Kwa hiyo kaongea na mtu, anamtazama wasifu wake, anachagua ni maneno gani muafaka kusema na mtu huyu. Kwa hiyo akampeleka kwenye Taurati kwa sababu ndio anayoheshimu, anayoiamini. Akamwambia, ninakuapia kwa yule aliyeteremsha Taurati ala Musa, kumteremshia Musa. Maana Mayahudi wanasema Musa wanamkubali, na Taurati aliyopewa Musa wanaitambua. Ninakuapia kwa aliyeteremsha Taurati kwa Musa. Halafu mtume akamwambia hivi, ama tajidu fi Taurati anna Allah yabghidu al-habra as-samina, hujakuta wewe katika kusoma kwako kwenye kitabu chako cha Taurati aya inayosema Allah anamchukia mwana wa chuoni mnene, mwana wa chuoni bonge? Hamna hiyo aya. Wakana habran samina, na huyu jamaa alokuja kuzungumza na mtume kwenye dini yake ni mwana wa chuoni, ni shehe tuseme. Halafu umbo lake alikuwa ni bonge mnene sana. Hikma ya maneno ya mtume kumwambia au kumnukulia hiyo aya ni kwamba kama vile nilivyosema, aya hii tukiirifaa na aya 68 hapo nyuma, mijadala kama hii kwenye aya yenye kejeli haifai wewe ustahamili kuenda nayo, ondoka. Hasa hapa mtume kafuatwa yeye na huyu mtu, akaona atumie tekniki ya kumfukuza. Mmenifahamu? Akamnukulia aya imo kwenye Taurati na akamwambia, ninakuapia kwa aliyeteremsha Taurati kwa Musa, kwa sababu Taurati anaikubali na Musa anamkubali. Baada ya kiapo akamwambia, ama tajidu fi Taurati, wewe si unasoma Taurati, hujakuta kwenye Taurati aya inayosema anna Allah yabghidu al-habra samina, Allah anamchukia mwana wa chuoni mnene? Hujakuta hiyo aya. Na kwa sababu yeye mtu wenyewe alikuwa bonge mnene, wakana habran samina, alikuwa huyu ni mtu mnene. Faghadiba, akakasirika huyo Yahudi. Waqala, na akasema, wallahi ma anzala Allahu ala basharin min shay. Unaona matokeo ya watu wanaokejeli aya. Akasema maneno hayo, mimi naapa kwa jina la Allah, Allah hajateremsha chochote. Inawezekana hiyo aya anaifahamu kwenye Taurati imo, lakini imenasibiana na yeye vile alivyo, akakataa kila kitu kwamba Allah hajateremsha chochote kwa mtu yeyote.
Faqala lahu ashabu, aliposema hivyo wenziwe wakamwambia, Mayahudi wenziwe alofatana nao wakamwambia, unasema hivyo? Allah hajateremsha chochote kwa yoyote. Wenziwe hao wanamwambia. Faqala lahu ashabu, wenziwe wakamwambia, alladhina ma'ahu, waliokuwa pamoja naye. Kaja yeye kwa mtume, lakini ndo anaongoza jopo la wenzake nyuma. Sasa alokuja nao wakamwambia, waihak, ole wako, sasa hivyo unakosea. Allah hajateremsha chochote kwa yote, unakosea. Wala ala Musa, unamaanisha hata hajateremsha chochote hata kwa Musa. Hakusema basharin wa nakira, ni binadamu yoyote hajapewa chochote kutoka kwao. Wenzake wakaambia, wala ala Musa, Allah hajateremsha chochote hata kwa Musa. Faqala wallahi ma anzala Allahu ala basharin min shay, akasisitiza kwa hasira, wallahi Allah hajateremsha chochote kwa mtu yoyote. Fa anzala Allahu hadhihi alaya, ndo Allah akateremsha aya hii. Waliosema statement hiyo hawakutenda haki. Wama qadarullaha haqqa qadrihi, hawakumpa Allah heshima yake anayostahili kupewa. Idh qalu ma anzala Allahu ala basharin min shay, waliposema Allah hajateremsha chochote juu ya mtu yoyote, hapo hawakusema maneno mazuri. Kwa madam kafoka, kakasirika, hawezi tena kukaa kaendeleza maneno yake, ni kutimka na watu wake tu. Kwa hiyo mtume katekeleza ile aya. Mtu anakuja kwa mjadala wa ovyo, kwa maneno mabaya mabaya, ondoka. Lakini yeye kafuatwa kwake, akamtimua kiaina, kajua nikimkera hivi hawezi kuendelea kubaki. Mfahamiana? Inshallah. Ma qadarullah wa ma qadarullah, wala hawakumpa Allah qadar, cheo, heshima, hadhi, azama, haqa qadrihi, alivyopaswa kuheshimiwa. Ma arafu Allah haqa ma'rifatihi, hawajamtambua Allah anavyopaswa kutambuliwa hawa watu. Wala azamuhu haqa ta'zimihi, wala hawajamuadhimisha anavyopaswa kuadhimishwa. Allah ni azim, mtukufu, mkubwa, lakini hawajamuweka kwenye hadhi yake, nafasi yake anayostahili. Idh qalu, pale waliposema, ma anzala Allahu ala basharin min shay, hajateremsha Allah chochote kwa mwanadamu yoyote. Hawakunyosha maneno, hawakusema sawa. Hina ankaru alwahya wa bi'thata ar-rusul, maneno haya yanaakisi wamekataa habari za wahi na wamekataa utume kwa mtu yoyote, wakati mitume wengi wamekuja kabla ya Musa, na Musa mwenyewe akawa ni mtume, na wakafuata wengine baada ya Musa, hatimaye ndo akaja huyo anayemchukia Muhammad. Kwa nini akatae wote hao waliopita, aseme Allah hajateremsha chochote juu ya mwanadamu yoyote? Hawakutenda haki. Walqailuna humul yahudu allu'ana, waliosema maneno haya ni mal'uni, Mayahudi. Tafawahu bihadhihi alazimati shana, wamefoka, wameropoka maneno kama haya makubwa ambayo ni mabovu, maneno mabovu makubwa sana wamesema. Mubalaghatan fi inkari nuzuli alquran, wamefikia upeo wa juu wa kukanusha kuteremshwa kwa Qur'ani kama wahi. Kwa hiyo wakaona wachangane tu, sio kwa yeye tu anayedai kashushiwa wahi, wakatae hakuna yoyote katika mwanadamu aliyeletewa chochote kutoka kwa Allah. Lengo lao ni kukanusha wahi wa Qur'ani aliyoshushiwa Muhammad. Walichokusudia mubalaghatan fi inkari nuzuli alqur'ani ala Muhammadin alayhi salam, walifikia kiwango, upeo wa juu wa kuikataa Qur'ani ambayo ni wahi aliyofunuliwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sasa Allah akamwambia mtume wake, qul, waambie au wajibu hivi, man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa. Kama Allah hajateremsha kwa mwanadamu yoyote chochote, man anzala alkitaba, ni nani aliyeteremsha kitabu, alladhi jaa bihi Musa, ambacho kaja nacho Musa. Musa ni mtume, mnamkubali, na alikuwa na kitabu anachokitumia cha mwongozo. Hichi kitabu alichotumia Musa kapewa na nani kama Allah hampi binadamu chochote? Kitabu alichopewa Musa, nuran wa hudan linnasi, kilikuwa ni nuru inawaangazia watu katika maisha yao, na ni mwongozo unawasimamia watu kwenye miendo yao ya kijamii. Qul ya Muhammadu lihaulai almuanidin, ewe Muhammad, ebu waambie hawa watu waliopitiliza katika kufuru, wanafanya kufuru ya wazi kwa inda, waulize, man anzala taurata ala Musa, ni nani aliyeteremsha Taurati kwa Musa? Nuran, Taurati ilikuwa ni nuru, yustadau bihi, watu wanapata mwanga wa maisha yao kwa kupitia maelekezo ya kitabu hicho. Wa hidayatan li bani Israil, na Taurati ilikuwa ni guidance, muongozo kwa wana wa Israeli. Sasa Taurati hii ambayo ni nuru na muongozo, aliteremsha nani akampa Musa kama Allah hajateremsha chochote? Taurati hii nyinyi Wayahudi, tajalunahu qaratisa, mumeijalia in separate papers. Tubdunaha, munadhihirisha baadhi ya maelezo ya Taurati. Watukhfuna kathira, na mengi mnayaficha msiyotaka yajulikana, yani mnayapoteza kabisa. Yameletwa yawe muongozo kwa watu, nyinyi wanawachuoni wa Kiyahudi ndo mnaowapangia watu wenu mnachotaka wawe nacho. Mkisema hichi hatutaki kiingie kwenye jamii yetu, mnakifuta, kinapotea. Mkisema hichi kizuri kinatufaa, ndicho mnachokiandika na mkawasomesha watu wenu. Kwa hiyo kukigawagawa kitabu kikawa juzuu, mafungu, machapisho tofauti tofauti, kitabu kimoja, lengo lao ni kwamba wavi drop baadhi ya vitu wasivyovitaka. Hichi hatutaki watu wajue, kinapotezwa. Kwa hiyo inabakia kile ambacho wanataka watu wajue, kina faida nao, ndo wanakiwacha. Taktubunahu fi qaratisa muqatta'atan, nyinyi Wayahudi mmeiandika Taurati katika karatasi zilizo tofauti, hazikuandikwa kama kitabu pamoja. Juhudi ya wanawachuoni wa Kiyahudi yenye lengo maalum la kwamba nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Baadhi ya maagizo ya kitabu tunayaamini, lakini mengine tunayakataa, hayatufai. Kitabu si chao, lakini wamekiedit, wamekifanyia amendment, wakakileta katika sura waliotaka wao, sio aliyoitaka mwenye kitabu chake, na sio sura aliyokuja kufundisha mtume aliyepewa kitabu hicho. Kwa hiyo tajalunahu qaratisa ni ule utaalamu wao walioufanya wa kukigawagawa hichi kitabu kwa lengo la kupoteza baadhi ya aya zisifahamike kwenye jamii ya watu. Ikaandikwa kwenye karatasi zilizokuwa separate. Wa waraqatin mufarriqa, wakaiweka kwenye karatasi moja moja. Tubduna minha ma tashaun, mukaingiza kwenye maandiko ya hizo karatasi yale mliotaka, mkasema haya yanafaa, ndo mkaandika. Watukhfuna ma tashaun, na mkayapoteza, mkayaficha mengine mliotaka kuyaficha kwa dhana ya kwamba haya hayatufai na hatutaki watu wayajue. Kwa hiyo watu wanaandikiwa vitabu, vinachapishwa, wanaambiwa maneno ya Mungu, kumbe ndani yake watu washachakachua, wametoa wasioyataka,
wameingiza mengine ya kwao hayatoki mbinguni, alafu watu wanaambiwa hayo maneno matakatifu, kumbe sio maneno matakatifu. Qala at-Tabari, mwanachuoni Tabari amesema, wa mimma kanu yaktumunahu iyahum, na katika mambo ya kitabu chao waliokuwa wanayaficha, ma fiha, yaliyokuwemo kwenye Taurati, min amri Muhammadin sallallahu alayhi wasallama wa nubuwatihi, ni katika zile aya zinazozungumzia habari za Muhammad sallallahu alayhi wasallam na utume wake. Kwa sababu kila mtume anapokuwa kwenye enzi yake na akayafanyia kazi maagizo ya kitabu chake, akitaka au akiona muda wake unakaribia kwisha, anatabiri, nikiondoka mimi atakuja nani baada yangu. Kwa hiyo taarifa za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam zimo kwenye vitabu vilivyotangulia kabla yake. Kaelezewa wasifu wake binafsi, atazaliwa wapi, itakuwaje atakapozaliwa, maisha yake ya utotoni, atakapopewa utume, changamoto atakazokutana nazo, atatimliwa na watu wake, atakwenda kujiimarisha sehemu nyingine, yote yameandikwa. Na mpaka na jina katajwa. Sasa juhudi zao za kumkataa ili zifanikiwe, wafute ushahidi kwenye kitabu kitakatifu, maana watu wakikisoma wakaukuta hawatakuwa na namna. Wengine nyoyo zao ni laini kukubali haki, watamtambua kwamba mwenyewe ndo huyu. Kwa hiyo kila kinachomhusu Muhammad wamekifuta kwenye kitabu chao cha Taurati. Kwa hiyo katika vitu walivyovificha wasivifahamu Mayahudi ni yote, taarifa zote zinazomhusu Muhammad na utume wake wamefuta. Kwa hiyo kul, waambie, man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa, nani aliteremsha kitabu alichokuja nacho Musa? Nuran wa hudan linnasi, kitabu ambacho kilikuwa ni nuru na ni mwongozo kwa watu. Tajalunahu qaratisa, nyinyi mmekigawagawa pepa. Tubdunaha wa tukhfuna kathira, mmeyathibitisha kimaandishi mliyotaka kuyathibitisha, lakini mmeyaficha mengi ambayo hamkutaka yajulikanwe na watu wenu. Wa ulimtum, na kwa kupitia kitabu hicho cha Taurati nyinyi wana wa Israeli mulielimishwa. Ulimtum, mulielimishwa, ma lam ta'lamu, mambo mengi ambayo kabla ya kuja Taurati hamkuwa mkiyajua. Antum wala abaukum, nyinyi wala baba zenu walikuwa hawayajui. Wahai ndo umekuja kuwajulisha. Kama sisi tuna Qur'ani imekuja kuwakuta watu wako katika maisha ya ujinga, wamestaarabika kwa sababu ya maagizo, elimu pana iliyokuwa inashushwa kwenye Qur'ani. Wakayajua mengi ambayo kabla ya kuletwa Qur'ani hawakuwa wakiyajua. Kwa hiyo nani alileta hicho kitabu? Kama Allah hajateremsha chochote kwa binadamu yoyote, nani alileta hicho kitabu ambacho kwenu kilikuwa na faida kubwa sana, nyinyi na wazee wenu? Wa ulimtum, na mlielimishwa kwa kupitia hicho kitabu, ma lam ta'lamu, mengi ambayo hamkuwa mkiyajua, antum, nyinyi mliopo sasa, wala abaukum, wala wazazi wenu waliowazaa. Ulimtum ya ma'shara al-yahudi, mulielimishwa enyi Mayahudi, min dini llahi, katika mambo maarifa ya dini ya Allah, wa hidayatihi, na muongozo wake, fi hadhihi al-Qur'ani, katika Qur'ani hii, ma lam ta'lamu bihi, mambo ambayo mlikuwa hamyajui, min qablu, kabla ya kushuka Qur'ani. La antum, sio nyinyi, wala abaukum, wala baba zenu. Yani Qur'ani imekuja kutatua mambo mengi ambayo yalikuwa ni tatanishi kwa Mayahudi. Qur'ani ikaja ikawaekea sawa. Qul, sema ewe Muhammad, Allah ndo aliteremsha kitabu kwa Musa na ndiye ambaye kateremsha kitabu kwa Muhammad.
Nani kateremsha kitabu kwa Musa? Ni Allahu. Qulillahu, waambie Allah ndo kateremsha kitabu. Thumma dharhum fi khawdihim yal'abun, alafu wachana nao kwenye upuuzi wao, wacheze. Wanajisi wameletwa duniani wacheze tu, basi waache wacheze. Dharau zao, kejeli zao waachie wenyewe. Qul lahum, waambie hawa Mayahudi, fil jawabi, katika kuwajibu swali ulilowauliza, jawabu yake waambie Allahu anzala hadha alquran, Allah ndo aliyeteremsha Qur'ani hii. Thumma, halafu, utrukuhum fi batilihim, waache kwenye batili zao, alladhi yakhuduna fihi, hizo wanazofanyia shere, khawd, waache kwenye khawdhi yao. Yal'abun, wawe wanacheza. Yahziuna wa yal'abun, wafanye istihzai na michezo yao ya dunia. Wa hadha wa'idun lahum, hii sio lugha ya ruhusa kwamba Allah kawaruhusu. Wa'idun lahum ni makamio, Allah anawakemea. Yani hii ni ahadi mbaya, wache waje waone wenyewe matokeo ya kejeli yao na dharau yao. Watahdidun, wa'idun wa tahdidun ala ijramihim, Allah anawakemea kwa sababu ya jarima wanayofanya, wanafanya makosa mabaya na makubwa sana. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun, aya inayofuata Allah anasema Taurati aliyopewa Musa ameteremsha Allah. Wa hadha kitabun anzalnahu, na hii Qur'ani ni kitabu tumeteremsha sisi vile vile, kama tulivyoteremsha Taurati kwa Musa, na hii Qur'ani tumeteremsha sisi kwa Muhammad. Qur'ani hii mubarakun, ni yenye baraka sana. Taurati imesifiwa nuran wa huda linnas, ni nuru na ni uongofu kwa watu. Akaisifia Allah na Qur'ani akasema wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun, kitabu hiki nacho tumekiteremsha sisi, kina baraka. Kitu ukiambiwa kina baraka, maana yake faida zake ni nyingi, kina faida nyingi muhimu, thamani yake kubwa. Yani wa hadha alquranu alladhi unzila ala Muhammadin, na hii Qur'ani ambayo imeshushwa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, ni yenye baraka, kathirun naf'i wal faida, Qur'ani ina manufaa mengi na faida kede kede. Musaddiqul ladhi baina yadayhi, Qur'ani inayasadikisha maandiko ya vitabu vilivyotangulia. Yani Qur'ani haipingani na kitabu alichopewa mtume yoyote, wala haimkatai mtume yoyote katika mitume waliotumwa. Ndio unaona inasimulia kuanzia akina Adamu, Idrisa, Nuhu, Ibrahimu na wengineo. Wote tunatakiwa tuwakubali, tusimkatae yoyote. Na miongozo waliokuja nayo tunatakiwa tuithamini, tusikatae chochote. Kwa hiyo Qur'ani ni mjumuiko, compilation ya vitabu vyote walivyopewa mitume kabla yake. Wa hadha kitabun mubarakun, wa hadha kitabun anzalnahu, na hiki kitabu cha Qur'ani tumekiteremsha sisi kama tulivyoteremsha Taurati. Mubarakun ni kitabu chenye baraka, kina manufaa na khairi nyingi na faida nyingi. Musaddiqul ladhi baina yadayhi, Qur'ani inathibitisha na kusadikisha maandiko ya vitabu vilivyokuja kabla yake. Yani Qur'ani hii yusaddiqu kutuballahi almunazzala, inasadikisha vitabu vya Allah vilivyoteremshwa, kama Taurati wal Injil, kama Taurati na Injil na vinginevyo. Umepewa Muhammad kitabu hichi kinachosadikisha vitabu vilivyotangulia. Walitundhira ummal qura wa man haulaha, utumie kitabu chako hiki kuwaonya kwacho watu wa Maka na miji mingine duniani. Ummul qura ni Makkah al-Mukarram, senta ya ulimwengu, makao makuu ya Uislamu, ndipo alipopewa utume Mtume Muhammad. Kwa hiyo umepewa hichi kitabu uanze kukitumia kwa watu wako hapa kwenu ulipozaliwa, na hakuna mipaka ya kufikisha. Hichi kimekusudiwa ulimwengu mzima, duniani kote. Watu zama hizi za mwisho watawajibika kwa mwongozo wa kitabu hiki. Kwa hiyo man haulaha,
sio pembezoni mwake tu, pembezoni mwa Maka, ni all over the world. Mtume katumwa kwa watu wote. Wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Hatujakutuma ewe Muhammad isipokuwa tumekutuma kwa watu wote duniani, uwabashirie watakaokubali na uwaonye watakaokataa, lakini watu wengi hawajui hivyo. Kwa hiyo kapewa utume kwa dunia nzima, na kitabu chake kinatakiwa kifikishwe dunia nzima. Walitundhira ummal qura wa man haulaha, ukitumie kitabu hichi kuwaonyea watu wa Maka na miji mingine duniani. Litundhira bihi, uonye watu kwa kitabu hiki ya Muhammadun, ewe Muhammad, ahla Maka, watu wa Maka, wa man haulaha, na walio kando au nje ya Maka. Wa hum sairu ahli al-ardi, hawa ni watu wengine ardhini pote walipo. Qala Ibn Abbas, tafsiri hiyo ameisema Abdullah ibn Abbas, ni dunia nzima Qur'ani inafanya kazi. Walladhina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi, katika watu waliopo duniani ikiwa wapo wanaoamini kuna maisha baada ya haya, lazima wanaiamini Qur'ani. Walladhina yu'minuna bil akhirah, wale wenye imani kwamba kuna maisha mengine baada ya haya, iko akhira baada ya dunia, yu'minuna bihi, wanaiamini tu Qur'ani, ikisomwa au wakiisikia inaingia nyoyoni. Maana hichi kitabu sio cha binadamu kwamba kina ushabiki ndani yake au kina udhaifu wa uwasilishaji au kina makosa. Kikisomwa kwa mazingatio lazima taathira yake inapatikana. Kwa hiyo kama kuna mtu ana element ya imani, akajua maisha haya ni safari ndefu na tunapita kwenye stage nyingi, mwisho wake tunaenda kwenye maisha ya milele, lazima ataiamini Qur'ani. Walladhina yu'minuna bil akhirah, watu wanaoamini kuna maisha ya akhira, yu'minuna bihi, wanaiamini Qur'ani. Yani walladhina yusaddiquna bil hashri wan nashri, watu wanaoamini kuwa baada ya kufa tutafufuliwa na tutakusanywa pamoja kwa ajili ya kulipwa. Yu'minuna bihadha alkitab, wanakiamini vilivyo kitabu hiki Qur'ani, wanaikubali. Liman tawa alayhi min dhikri alwa'di walwa'idi watabshiri watahdidi, kwa sababu Qur'ani haikubakisha kitu ndani yake, imeeleza kila jambo, inazungumza habari ya mawaidha ya kuwapa watu ahadi watakaofanya vizuri na kuwaonya watakaofanya vibaya na kuwakemea wale ambao wanaendekeza matamanio yao kwa kufanya ovyo mambo yao. Qur'ani imeelekeza kila kitu. Kwa hiyo anayesoma Qur'ani kwa mazingatio na akajua kuna maisha baada ya haya, anaikubali, nasema kilichozungumzwa ni kweli. Wa hum ala salatihim yuhafidhun, na hawa wanaoamini akhira unawaona wako firm, wako makini kwenye sala zao, wanasali perfectly, vizuri, wanazihifadhi sala zao. Yuaduna salata ala alwajhi alakmali, wanaoamini akhira hawazembei kwenye sala zao, wanatekeleza sala zao kwenye wasifu kamili, yani sala inakuwa imekubalika, imenyooka, imetimia. Wanaoamini akhira hawafanyi mchezo kwenye sala zao, ukasema basi naondosha wajibu. Haondoshi wajibu. Anaposimama kusali anajua hii ni amali muhimu sana kwangu, hapa na ninakokwenda, na kuna ukaguzi uko mbele. Kwa hiyo anaiswali sala yake vizuri, itimie, mwenye kuamini akhira. Wa hum ala salatihim yuhafidhun, bimaana hum, hawa walioamini akhira, yuadduna salata ala alwajhi alakmali, wanaisali sala yao au sala zao kwa sura kamili, fi awqatiha, kwanza inasaliwa kwa wakati wake. Adhuhuri inasaliwa ndani ya wakati wake adhuhuri. La asiri lazima iingizwe ndani ya wakati wake wa la asiri. Magharibi inasaliwa ndani ya wakati wake wa magharibi. Isha inasaliwa ndani ya wakati wa isha. Asubhi inasaliwa ndani ya wakati wa asubhi. Huko pia alafu kaja ukasema ninalipa baadaye, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Halafu kusimamisha swala sio kuiswali tu ndani ya wakati wake, unaweza ukafanya juhudi hiyo
lakini kuna mambo ya kukamilika, sharti zake, nguzo zake, wajibati zake, vyote vinakuwa viko sawa. Hao ndo wenye kuhifadhi swala zao. Qala Sawi, amesema mwanawachuoni Sawi katika kutafsiri aya hii, khussa salatu bidhikri. Hapa Allah ameitaja sala, ingawaje ibada ni nyingi na amali za khairi ni nyingi. Khussa salati, imehusisha sala kwa kutajwa, liannaha ashraful ibadati, kwa sababu ndiyo ibada tukufu, ndiyo ibada kiongozi, kama alivyosema Abi Huraira, inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati min amalihi salatuhu. Ibada ya mwanzo atakayoanza nayo kila mtu kuhesabiwa siku ya kiyama katika ibada zote alizofanya duniani, ya mwanzo ni sala. Kila mtu kwanza zinaanza kukaguliwa swala zake. Fa in wujidat salahat, zikikutikana swala za mtu zimetengenea, ziko vizuri, qubilat wasairu amalihi, zitakubaliwa na amali nyingine zote. Swala inabeba na nyingine. Wa in wujidat fasadat, ikikutikana swala ya mtu ni mbovu, bimaana haifai, ruddat wasairu amalihi, zinakataliwa na amali nyingine zote. Funga, zaka, hija na nini, zote zitakataliwa. Amali kiongozi mbovu, na pengine hii ndo inabeba hizo nyingine. Sasa hii ya kubeba mbovu, hivyo vinavyobebwa vimekaa wapi? Lakini kuna third alternative, wa in intakasa min faridatihi shay'un. Kama kwenye swala za faradhi, wakati wa ukaguzi kuna mapungufu yanayorekebishika. Naqs ni dosari ndogo ndogo. Kama fasadat ni mbovu, haifai, inakataliwa na zinakataliwa na amali nyingine, zote zitakuwa mbovu. Kama ni nzuri na nyingine zitakuwa ni nzuri, zitakubaliwa na nyingine zinakubaliwa. Lakini wa in intakasa min faridatihi shay'un, ikiwa mtu wakati wa ukaguzi swala zake za faradhi zitakutikana na dosari zenye kurekebishika, fayaqulu Rabbu azza wa jalla, Allah mwenye nguvu na utukufu atasema, unzuru, ebu nyinyi malaika angalieni, kagueni zaidi kuhusu huyu mnayempimia, mnayefanya tathmini ya kazi yake. Unzuru, ebu kagueni, hal li abdi min tatawu'in, huyu mja wangu anazo sala za sunna. Maana wakati huo zinakaguliwa sala za faradhi. Faradhi ulizofaradhishiwa lazima zikutikane kamili siku ya kiyama. Uliishi miaka mingapi ya ibada? Toa ile ya utotoni, kuanzia siku ulipopata taklifu mpaka umekufa, ulikuwa na miaka mingapi ya kufanya ibada? Faradhi za swala lazima zote zikutikane, siku moja baada ya nyingine, na kila siku ina swala 5, inakaguliwa moja baada ya moja. Faradhi lazima zitimie tangu ulipokuwa mukallaf mpaka siku ulipokufa. Sasa wakati wa ukaguzi huo faradhi zinatakiwa ziwe kamili. Fa in intakasa min faridatihi shay'un, mkikutikana mna dosari kwenye sala zake za faradhi, fayaqulu Rabbu azza wa jalla, Allah atasema kuwaambia malaika, ndio watendaji wa shughuli za kiutawala, unzuru, hebu angalieni, hali abdi min tatawu'in, huyu mja wangu anazo sala zake za sunna, fayukammalu biha, ili pakamilishwe kwa hizo sunna, man takasa, mlimokuwa na mapungufu min alfaridha, katika faradhi zake. Kwa hiyo dhuhuri ya siku fulani kwenye rukuu alikuwa hapa kakosea, akili ilikuwa inawaza biashara au madeni, hapa kwenye rukuu kidogo pabovu. Lakini kwenye sunna huko kuna sunna, kwenye rukuu ni pazuri kweli kweli, panachukuliwa pale, panakamilishwa hapa, mpaka faradhi zote za miaka yote ziwe zimekamilika. Cha kureplace maharibiko kwenye faradhi ni sunna. Lakini sisi bwana, imamu akitoa salamu ya kulia, maamuma keshatoa kulia na kushoto na keshatoka nje ya msikiti zamani, hana habari ya sunna wala nini. Na Ramadhani kesho sikukuu ndo ntolee, hataki hata 6 Shawwal. Tena siku nyingine ndo kabisa usimuulize kufunga yeye.
Anasema funga za kike hizo. Hizi funga za sunna hizi za kufunga nje ya Ramadhani wanaziita za kike. Hasa Ramadhani itakaguliwa ya wajibu. Kuna makosa ya kurekebishwa, sunna yako itatakiwa itumike, haipo, huna, bado una deni, na deni la huko kulipa kwake ni adhabu tu. Kwa hiyo sala zitakaguliwa mwanzo kabla ya amali zote. Kama ni mbovu umeangamia, kama ni nzuri umepatia, na nyingine zitakubaliwa. Lakini kama kuna kasoro ambazo zinaweza kurekebishika, cha kurekebishia kasoro hizo kwenye swala za faradhi ni swala zako za sunna. Thumma yakunu sairu amalihi ala dhalik, alafu ukaguzi huu utaenda kwa mfumo huo kwenye amali zako nyingine zote. Saumu zitakaguliwa za faradhi, Ramadhani ngapi ulifunga katika umri wako, zote zinatakiwa zikutikane. Halafu kama ni nzuri unalipwa, umefanikiwa. Kama ni mbovu una deni, utalipa hilo deni. Kama kuna kasoro kwenye Ramadhani zako zinazorekebishika, zitarekebishwa kwa sunna zako, funga zako za sunna. Halafu sunna zilizobaki zitapigwa thamani, unalipwa mwenyewe. Ukaguzi unafanyika hivyo kwa ibada zote, lakini inayoanzwa ni sala. Na ndio maana Allah anaisisitiza na kuitaja kila mahala. Sema hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Enyi waumini, hifadhini sala zenu hizo, hasa sala ya kati na kati. Na hivi mkiswali musimame mbele ya Allah mkiwa na unyenyekevu, musimame mkiwa present minded. Qumu lillahi qanitin. Sala ndo inatajwa sana, na hapa ndo Sheikh ametuambia sababu ya kutajwa sala, liannaha ashraful ibadati. Sala ndio ibada tukufu zaidi katika ibada zote tunazofanya. Na hadithi hiyo inatuthibitishia kwamba sala ndio inayobeba na amali nyingine zote. Ikitengenea sala na amali nyingine zitakubaliwa. Sala ikiwa mbovu na amali nyingine zote hazifai automatically. Lakini kuna kasoro za kurekebishika, zitarekebishwa kwa sunna zako. Kwa hiyo usidharau sunna. Sunna kuna siku utakuja kuzihitaji sana, hizo muhimu. Sasa swali faradhi zako vizuri, na sunna ukiswali ziwe vizuri vile vile. Funga faradhi yako ya Ramadhani vizuri, na funga usikose za sunna kufunga, si muhimu vile vile. Zaka unatoa ya wajibu, na sadaka ya kawaida ndo sunna ya zaka. Pengine kwenye zaka kuna makosa ya kurekebishika, hizi sadaka zako ndio sunna ya zaka, zitasaidia kurekebisha zaka zako, na mambo yote yatakaguliwa kwa utaratibu huo. Kutokana na muda, inshallah tuweke kwenye aya hii, inatosha kwa leo. Tutakuja kuendelea kwenye darasa ijayo inshallah taala. Tunaweka leo kwenye aya 92 hiyo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ulaika alladhina hada Allahu, hao waliotajwa huko juu, kizazi cha Ibrahim, hao ndio ambao Allah amewaongoa. Kwa hiyo ile ukisimama kusali ukasema ihdina siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alaihim, ndo hao. Wakopie mwendo wao, iga sera yao. Si umetaka uongozwe njia yao, ndo hao, na njia yao ndo hiyo. Kwa hiyo pita hiyo njia waliopita wao na wewe pita. Kwa hiyo mtume akaambiwa ulaika alladhina hada Allah, hawa ndio ambao Allah kawaongoa. Ukiomba na wewe upelekwe njia walioongoka, ndo hawa. Fabihudahu muqtadi, basi iga huo uongofu wao, kama walivyofanya na wewe fanya. Walimopita na wewe pita humo. Hao ndo waliopatia. Sasa na wewe ukitaka kuwa pamoja nao katika waliopatia, fanya kama walivyofanya. Fabihudahum iqtadi, kwa uongofu wao na wewe iga, pita humo, waige kwenye uongofu. Qul la as'alukum alayhi ajra, waambie watu mimi sijakutakeni kuingia kwenye dini hii kwa malipo. Hakuna ugumu wowote. Kwa nini mnakataa? In huwa illa dhikra lilalamin, kitabu nimepewa cha mwongozo, Qur'ani ninawasomea,
aya zake ni mawaidha tu kwa walimwengu, ni ukumbusho tu kwa walimwengu. Wama qadarullaha haqqa qadrihi, hawakumweka Allah kwenye cheo anachostahiki, hawakumheshimu heshima anayostahiki. Idh qalu, waliposema, ma anzala Allahu ala basharin min shay, hajateremsha chochote Allah kwa binadamu yoyote. Wamekosea waliposema hivyo. Qul, waulize, man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa. Mayahudi, nyinyi kama mnasema Allah hajateremsha chochote kwa binadamu, nani aliyeteremsha kitabu kwa Musa, ambaye Musa mnamuamini na kitabu alichokuja nacho mnakikubali? Hicho kitabu nani kateremsha kwa Musa kitabu, ikiwa Allah hajamteremshia binadamu yoyote chochote? Nuran wa hudan linasi, kitabu alichopewa Musa kilikuwa ni nuru inawaangazia watu na ni mwongozo kwenye maisha yao watu. Tajalunahu qaratisa, nyinyi Wayahudi mmekifisidi kitabu hicho, mmekifanya ni vipande vipande, mmekiandika kwenye pepa. Tubdunaha wa tukhfuna kathira, mmefanya hivyo mpate chance ya kuyakubali mnayoyataka na kuyapoteza msiyoyataka. Tubduna, kwenye maandiko yenu mmeandika, mmedhihirisha kwa maandishi mliotaka yaonekane, yajulikane. Watukhfuna, lakini mmeficha kwa kupoteza kathiran, mengi mengine hayamo kwenye maandishi. Kwa hiyo waliojua hao waliosoma mwanzo, baada ya kufanywa marekebisho haya, kizazi na kizazi kinachokuja hakielewi chochote katika haki. Wanaambiwa kitabu cha Mungu ni hicho, kumbe watu washakiharibu. Wa ulimtum ma lam ta'lamu, na mumeelimishwa nyinyi watu wa kitabu mengi ambayo hamkuwa mkiyajua, antum, nyinyi, wala abaukum, wala baba zenu. Qulillahu, waambie Allah ndo kateremsha kitabu hicho, kitabu chenye mwongozo, kitabu chenye nuru, kimekuonesheni mengi, kimekuongozeni kwenye haki, kwenye mafanikio ya dunia yenu na akhira yenu pia. Thumma dharhum fi khawdihim yal'abun, waambie kitabu hicho kateremsha Allah, mnosema hajateremsha kitu, si kweli, kateremsha hicho Allah. Thumma dharhum fi khawdihim yal'abun, alafu waachie kwenye pumbao lao wanacheza. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun, na hii Qur'ani ni kitabu ambacho tumekiteremsha sisi, tumempa mtume huyu, ni kitabu chenye baraka nyingi. Musaddiqu alladhi baina yadayhi, kinasadikisha maandiko ya vitabu vilivyotangulia kabla yake. Walitundhira ummal qura wa man hawlaha, tumekupa Muhammad kitabu hichi waonyee watu wa Maka na miji mingine duniani. Walladhina yu'minuna bil akhirati, na watu wanaoamini kuna maisha baada ya haya, watu wanaoamini akhira, yu'minuna bihi, wanaiamini Qur'ani. Wa hum ala salatihim yuhafidhun, na wanakuwa wako makini wakati wa kusali sala zao, wanazihifadhi sala zao, wanazisali perfectly, vizuri kabisa. Anafanya mtu amali yake, anajua hii ni yangu, kuna siku itakaguliwa na nilipwe.